Leo ni Jumapili na kama kawaida kuanzia saa 4 kamili mpaka saa 4:30. Takribani dakika 30 tu za kipindi cha Unasemaje. Mimi ni Froza Mhando na mimi ni Dennis Mwasalanga, na leo tunahoji unasemaje kuhusu harakati za kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka 2025. Na ndio ule pale Oktoba tu. Ni mwaka wa uchaguzi na yapo mambo mengi ambayo yameanza kujitokeza. Ni jana tu Jumamosi ambapo vyama takribani 18 vimesaini kanuni za maadili ya uchaguzi ambao wanatarajiwa kufanyika Oktoba mwaka huu, na ni vyama 18 kati ya 19. Na kabla ya kusaini tayari chama cha demokrasia na maendeleo Chadema kilisema hakita sign. Kupitia ukurasa wake wa mtandao X, katibu mkuu wa chama cha demokrasia na maendeleo John Mnyika alisema hivi, na nukuu sasa maneno ambayo aliandika kwenye mtandao X: "Sitakuwepo kwenye kikao cha tarehe 12 Aprili 2025 cha kushauriana na kusaini maadili ya uchaguzi 2025. Ifahamike kwamba mwenye mamlaka ya kusaini maadili ya uchaguzi kwa niaba ya chama cha siasa ni katibu mkuu. Katibu mkuu, sijateua kiongozi au afisa yeyote kwenda kushiriki kwa niaba yangu katika kikao hicho kitakachofanyika katika ofisi za Tume ya Taifa ya Uchaguzi", aliandika John Mnyika kupitia mtandao X. Bila shaka ulisoma, Froza. Nilisoma, na ndio hilo ndio joto la uchaguzi. Mara nyingi uchaguzi, yani haijalishi ni uchaguzi wa namna gani, lakini lazima kuwe na joto. Yeah. Yapo mengi yametokea pia baadaye. Sasa taarifa ya Tume ya Taifa ya Uchaguzi ilitoka. Taarifa hiyo inasema kwamba mkurugenzi wa uchaguzi wa INEC Kailima Ramadhani ameeleza kuwa kwa mujibu wa sheria ya uchaguzi wa rais, wa bunge na madiwani ya mwaka 2024 na kanuni za maadili ya uchaguzi mwaka 2025, chama ambacho hakita saini maadili hayo hakitashiriki uchaguzi mwaka huu na uchaguzi zingine zote ndogo zitakazofanyika kwa muda wa miaka 5. Kwa maana hiyo Chadema haitashiriki uchaguzi mpaka mwaka 2030 kwa mujibu wa taarifa ambayo umetuambia. Kwa mujibu wa taarifa hiyo. Sasa tumsikilize mkurugenzi wa tume hiyo ya uchaguzi, Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi INEC, akitoa taarifa hiyo pale jijini Dodoma. Jina langu naitwa Ramadhani Kailima, mkurugenzi wa Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi. Kama unafahamu, mwaka huu ni mwaka wa uchaguzi wa rais, wa bunge na madiwani ambao tunatarajia utafanyika mwisho wa mwaka huu. Sasa Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi iko kwenye maandalizi mbalimbali kuelekea uchaguzi mkuu. Mojawapo ya maandalizi ambayo tume imeyafanya ni kuboresha daftari la kudumu la wapiga kura, ambapo tulianza mwezi Julai mwaka jana 2024 na tumekamilisha mwaka huu Machi 2025. Na tunatarajia Jumatatu mwisho mwenyekiti atatoa ratiba ya uboreshaji wa daftari la wapiga kura awamu ya pili. Sasa kama sehemu ya kukamilisha pia tume kwa mujibu wa kifungu namba 162 kifungu dogo cha kwanza cha sheria ya uchaguzi wa rais na madiwani, ambao kinaelekeza tume kushauriana na vyama vya siasa na serikali kuandaa na kuchapisha kanuni za maadili ya uchaguzi, ambayo maadili hayo yataweka mambo yote yanayohusu taratibu za kampeni, uchaguzi na namna ya kutekeleza kanuni za maadili hizo. Na ukisoma kifungu cha pili kinasema kanuni za maadili zinapaswa kusainiwa na vyama vya siasa, kila chama cha siasa, kila mgombea, serikali na Tume ya Taifa ya Uchaguzi. Tume iliandaa kanuni za maadili ya uchaguzi na tarehe 1 mwezi wa 3 mpaka tarehe 14 mwezi wa 3 mwaka huu tume ilipeleka kanuni za maadili hizo ambazo ni rasmi kwa vyama vya siasa vyote vyenye usajili kamili 19 pamoja na serikali. Na tarehe 14 ilikuwa mwisho kupokea maoni ambao vyama vya siasa viliwasilisha maoni yao pamoja na serikali, ambao tume ilifanyia kazi maoni hayo na kuyakamilisha. Na tarehe 4 mwezi huu 2020 Aprili 2025 tulirudisha tena rasimu za kanuni za maadili kwa vyama vya siasa ili vione kama maoni yao na ushauri wao umezingatiwa kwa kanuni za maadili hizo. Na baadaye tukavialika vyama vya siasa sasa kuja kusaini kanuni za maadili hayo leo tarehe 12 mwezi wa 4 2025. Napenda nitoe fursa hii kwa niaba ya Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi kuvishukuru vyama vya siasa vyote kwa namna ambavyo vilishiriki katika mchakato huu. Vilishirikishwa na tume mara ya kwanza tarehe 1 mpaka tarehe 14 mwezi wa 3, na vilikashirikishwa tena na tume kuanzia tarehe 4 mwezi huu mpaka tarehe 11 mwezi huu. Na leo nitamke rasmi kwamba
tumesaini kanuni za maadili ya uchaguzi. Vyama 18 kwanza vimearidhia, na pili vimesaini kanuni za maadili hayo pamoja na serikali kupitia ofisi ya waziri mkuu. Sasa kifungu cha 162 kifungu cha pili kinasema ni lazima masharti hayo yasainiwe na kila chama na kila mgombea na serikali na tume huru ya taifa ya uchaguzi. Maana yake, na pili yazingatiwe, maana yake chama kisiposaini kanuni za maadili hizo hakitaruhusiwa kushiriki uchaguzi wa rais, wa bunge na madiwani. Na sio kwamba hakitaruhusiwa kushiriki uchaguzi tu utakofanyika mwisho wa mwaka huu, na chaguzi zingine ndogo zote zitakofanyika katika kipindi hiki mpaka 2030, Mungu akitujalia kufika salama. Kwa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema hakijasaini kanuni za maadili hayo, maana yake kwa mujibu wa sheria na kanuni ni automatic kwamba hakitaweza kushiriki uchaguzi, kwa sababu chama chenyewe hakitaweza kupata fursa kuteua wagombea kwa sababu ya kusaini kanuni za maadili hayo. Na hata wagombea wao, ukisoma kanuni namba 20 na kanuni namba 26 na kanuni namba 31 ya kanuni za uchaguzi wa rais na madiwani ambazo zimeshachapishwa, ni kwamba inasema mgombea wa chama cha siasa anagombea nafasi ya kiti cha rais, anagombea nafasi ya ubunge, anagombea nafasi ya udiwani, atapaswa kabla ya kuteuliwa kujaza fomu namba 10 ambayo inaonyesha kukiri na kuyatii kanuni za maadili ya uchaguzi, ambayo kama chama hakikusaini, maana yake mgombea wake hawezi kupewa hiyo fomu namba 10 kwa sababu chama chake kitakuwa bado hakijakubali kanuni hizo. Kwa hiyo nitumie fursa hii kusema tunashukuru sana, tumesema tuko tayari, na Jumatatu Mungu akitujalia mwenyekiti atatoa kalenda ya uboreshaji wa awamu ya pili, then tutasonga mbele kwa ajili ya maandalizi kamili ya uchaguzi. Asanteni sana. Ni mkurugenzi wa INEC Kailima Ramadhan alipozungumza na wanahabari pale Dodoma. Sasa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema kimezungumza kikiwa pale Kiela jijini Mbeya. Kwa hiyo tumsikilize makamu mwenyekiti wa Chadema ndugu John Heche. Wanasema sisi ni wabaya. Sisi ni wabaya kwa haya tunayosema. Kwamba tukae kimya. Tukikaa kimya mawe yatazungumza. Tumekataa kukaa kimya. Wanasema sisi Chadema tunasema hivi, tunachotaka ni mabadiliko ya kanuni na sheria za uchaguzi ili tuende kwenye uchaguzi ambao ni huru na haki. Kusema hivyo tuna makosa gani bwana fanya? Hatutaki askari muhusike kuingia uchaguzi, tumekataa. Hatutaki walimu wetu wahusishwe kwenye wizi wa uchaguzi. Ndicho tunachokisimamia. Kwa nataka niseme mbele yenu, kampeni ya no reforms no election itaendelea bila kurudi nyuma. Kama watataka watupige risasi, wakitaka watuue. Wanatuambia hivi, leo wameenda kusaini kitu kinachoitwa maadili ya uchaguzi, kwamba chama ambacho hakijasaini leo hakitashiriki uchaguzi. Tunasimamia pale pale. Sisi hatuogopi uchaguzi. Afande, mimi nimeanza kugombea ubunge, niko mwaka wa pili chuo kikuu, na nimekuwa mbunge, najua utamu wa bunge. Hakuna mtu anaweza kuniambia mimi naogopa uchaguzi. Mimi siogopi uchaguzi. Kuna mtu anaweza kunishinda mimi ubunge kwenye free and fair election Tarina pale? Wasubutu. Wana uwezo huo. Hii mashine ni ya kuotea mbali kabisa. Wana hoja za kujibu mambo naweza kusema mimi. Hiki ni kichwa kimelelewa vizuri, kimesoma vizuri, kina akili. Hiki ni kichwa kinaangalia miaka 100 nchi yetu itakuwaje. Sisi hatutakuwepo. Tunataka watoto wetu warithi nchi ambayo ni asali na maziwa. Chama cha ACT Wazalendo Froza Mahando na msikilizaji ni miongoni mwa vyama ambao tayari wamesign na watashiriki uchaguzi huo. Tumsikilize katibu mkuu wa chama hicho ndugu Ado Shaibu. ACT Wazalendo baada ya kupata mwaliko wa kushiriki katika zoezi hili la utiaji wa saini katika kanuni za maadili, tuliitikia wito kwa sababu hilo ni takwa la kisheria. Kwa mujibu wa kanuni zenyewe inaonesha kwamba vyama vya siasa ambavyo vinaweza kutaka kushiriki katika uchaguzi ni lazima visaini. Kwa hiyo sisi tumeona kwa sababu ni takwa la kisheria tumekuja hapa leo na tumesaini. Lakini la pili, kila chama kilipata nafasi
ya kutoa maoni yake. Je, unasemaje? Ipo kwa ajili pia ya kusikiliza maoni yako, msikilizaji wa Radio Free Africa. Joseph Jila kutoka Rock City, Mwanza, Tanzania, unasema unaona harakati za uchaguzi bado kuna sintofahamu ipo, hasa kwa vyama vya siasa. Ni hizi sintofahamu zirekebishwe kuliko kutunishiana misuli. Pascal Gevas unasema Godfrey Ngwalanje umeandika no reforms no elections, umesema hivyo. Pamoja naye MC Turuka unasema umemaliza, hujawa na neno la kuongeza. Ambrose Joseph Butilaga unasema harakati za uchaguzi 2025 zimeanza kwa kasi. Vyama vya siasa vinafanya mikutano kuimarisha miundombinu ya chama na kuwapambania wagombea watakaoaminika na kupendwa na wananchi. Wapiga kura nao wameanza kufuatilia kwa karibu hoja, sera na mienendo ya wanasiasa. Hii ni dalili ya kuimarika kwa demokrasia, lakini pia ni muhimu kuhakikisha kwamba kampeni zinafanyika kwa amani, zenye hoja na zisizogawanya wananchi. Serikali na vyombo huru vinapaswa kusimamia haki na uwazi katika mchakato mzima. Maneno ya Ambrose Joseph Butilaga. Niambie uko wapi ndugu yangu Butilaga. Namuona pia Sibaba Hema unasema tusome kwa makini andiko la Baba Askofu Benson Kalikawe Bagonza. Yeye ameandika sasa andiko zima, labda kwa ufupi tu niseme ndugu Sibaba Hema yeye ametupia andiko la Askofu Bagonza. Anasema kwenye 4R za rais wetu mpendwa Dr. Samia, R moja inahusu ustahamilivu, yani kwa Kijaluo resilience. Kwa sasa marubani wetu wa nchi ni wasihi, zimeni R zote, bakizeni ustahamilivu. Naelewa msalani hatuendi na njaa, bado inauma. Naelewa ngedere wapo wanaocheka msitu ukiteketea, na hivi punde giza litaingia, hawatapata mahali pa kulala. Sasa andiko ni refu, tembelea pale kwenye ukurasa wa Facebook kwenye maoni ya Sibaba Hema. Ametupia hilo andiko la Askofu Bagonza. Anasema tusome wote kuhusiana na hizi 4R za rais na namna ambavyo yeye anasisitiza R moja ya ustahamilivu resilience. Na mwingine leo tuandikia kwenye mitandao ya kijamii pamoja na Mark Mihayo kutoka Goba, Dar es Salaam. Unasema kila laheri mama Tanzania kuelekea uchaguzi mkuu wa 2025. Juhudi Msangawale unasema pia alikuwa anatamani Chadema ingeendelea kuwepo kwenye uchaguzi na si kutoshiriki. Asante sana pia Juhudi Msangawale. Sibaba Hema nilikusoma. Okay, umerudia tena, unasema bila mabadiliko uchaguzi ni changamoto. Masanja Deus wa Igate Geita, kubwa zaidi natakiwa chama tawala au serikali ikae meza moja na wa upinzani ili vyama vyote viendelee kushiriki uchaguzi mkuu. Maneti Magongo Kione wa Iringa Uluti unasema uchaguzi wa mwaka huu mimi naona hatari. Dalili zinaonekana kama sio nzuri hivi. Tahadhari zichukuliwe mapema na amani yetu iendelee kulindwa. Ni baadhi ya wananchi ambao wanatuandikia kwenye mitandao ya kijamii. Kumbuka tu ukitaka kushiriki mijadala mbalimbali ya Radio Free Africa, tutafute kwa Radio Free Africa mtandao X, Facebook pamoja na Instagram. Ukitaka gumzo na mimi nipate kwa Dennis Mwasalanga, na mwenzangu Froza Mhando pia anapatikana kwa jina hilo hilo la Froza Mhando. Boniface Zabron, asante kwa maoni yako, yatafanywa kazi. Unaitwa Elfres Kilawe, unapatikana Himo Moshi Kilimanjaro. Unasema binafsi unawasihi vijana wenzako kuepuka makundi yasiyokuwa na tija. Kutoka 89.1 Ilamata Maswa Simiyu, unasema kikubwa tumuombe Mwenyezi Mungu atusaidie Watanzania tufanye uchaguzi wa amani ili Watanzania tuweze kupiga hatua ya maendeleo, badala ya uchaguzi kuna maisha tena. Unasema tupo pamoja. Sasa Froza, kuna huyu MC Turuka ameandika kuna wasiwasi, mashaka. Kwa hiyo du ni mashaka. Kwa hiyo MC Turuka amesema kuna sababu, kuna kuuliza, kuhoji pamoja na mashaka.
Kwangu mimi Elisha Mlima au mtoto wa Mashiku kutokea Mwamatome Chato Geita. Sawa, yeye anasema hivi, kuelekea uchaguzi mkuu na waomba wananchi wenzangu tuwe wavumilivu na tuchague kiongozi tunayemtaka. Jafet Isdori wa Katapulo, Kalambo, Rukwa. Mimi nadhani kadri siku zinavyozidi kusonga mbele ndivyo harakati za uchaguzi zinavyopamba moto. Amesema hivyo. Sasa mjadala Feroza uendelee, kwa maana mjadala utaendelea. Kwa leo tunaweka nukta, lakini mjadala utaendelea. Na leo tulikuwa tunaangazia kuhusu harakati za kuelekea uchaguzi mkuu mwaka 2025 hapo baadaye Oktoba mwaka huu. Mimi ni Dennis Mwasalanga na mimi ni Feroza Mhando, na hii ni Unasemaje. Tunakutakia usiku mwema. Alamsiki. All right. Go.